Simama wima na usidondoke si hadithi tu, ni ajali ya gari kwa kasi ya polepole ya upendo, uongo na usaliti. Kile kilichoanza kama hadithi kati ya vijana wawili wa shule ya sekondari kilibadilika kuwa mtandao wa udanganyifu ambao sikuweza kuutabiri. Niliamini nilimpenda, lakini uongo mmoja ulitoka kwenye nyufa. Bahati mbaya iliwashe moto, na nilianza kuishi kama mpelelezi wa laana. Hii ni hadithi ya jinsi yote yalivyoanguka na jinsi nilivyoinuka kutoka majivu. Hadithi ya upendo na jinsi yote ilivyoanza. Naitwa Fadhili. Nilikuwa na umri wa miaka 25 wakati yote haya yalitokea. Jina la mke wangu, sasa zamani mke wangu, alikuwa Zawadi. Sisi sote tulizaliwa mwaka mmoja, darasa moja, na tukakulia katika mji mdogo pale ambapo kila mtu alijua jina lako na majina ya wazazi wako na mahali mbwa wako alipopenda kulala. Zawadi na mimi tulikutana tulipokuwa na umri wa miaka 6. Tulikuwa tunaenda shule pamoja. Alikuwa na madoadoa, nywele zilizofungwa na kalamu yenye kung'aa aliyotumia kubadilishana na raba zangu. Nakumbuka hasa wakati aliponifanya nicheke darasani na tukawa na shida wote wawili. Ndivyo ilivyoanza. Hatukuwa bado wachumba wa utotoni. Tulikuwa marafiki wa karibu kwanza. Aina hiyo ya uhusiano wa kina unaokuwa chini ya ngozi kabla hujajua. Kutoka shule ya msingi hadi sekondari tulishiriki benchi. Nilikuwa mwenye bahati. Tulikuwa tunaandikiana utani wa kijinga kwenye madaftari, tukapitisha barua zilizokunjwa kama siri ndogo. Karibu na shule ya sekondari, nilimuuliza atoke nami kwa kweli. Tulienda kwenye duka la ice cream, tukachukua vikombe viwili na tukashikana mikono njiani kurudi. Huo ulikuwa tarehe wetu wa kwanza. Hakuna maua, hakuna tiketi za sinema. Tu ice cream ya matunda na kiganja chenye joto ndani ya yangu. Kutoka siku hiyo kuendelea tulikuwa sisi tu. Kupitia sherehe za mwisho wa mwaka, barua za kujiunga na vyuo vikuu, maumivu yote ya kushindwa kukua kutoka watoto hadi kitu kama watu wazima. Tulikwenda vyuo vikuu vya karibu ili kubaki karibu, na hata tulipokuwa tumezama kwenye kazi za nyumbani au kazi za usiku, tulipata muda wa kuwa pamoja. Tulikuwa bega kwa bega kama mizabibu zilizoungana mpaka ilikuwa ngumu kujua ni wapi moja inaisha na nyingine inaanzia. Nilipofikisha miaka 24 hatimaye tulioa. Tulitumia muda mrefu, sivyo? Tulikuwa tumeonana kwa muda mrefu, lakini nakumbuka alilia aliponiona nikingoja mbele ya madhabahu, kama alikuwa akiniona kwa mara ya kwanza maishani mwake. Ndoa yetu haikuwa ya fahari. Mahali tulipokodisha nyuma ya kanisa, viti vichache vinavyokunjwa, mapishi ya keki ya limau ya mama yake na saladi nyingi ya viazi. Hatukutaka sherehe nyingi. Tulitaka rahisi. Tulikuwa rahisi. Na tulikuwa furaha. Baada ya ndoa, tulihama kwenda nyumba ndogo yenye vyumba viwili katikati ya mji. Haikuwa kubwa, lakini ilikuwa yetu. Aina ya mahali ambapo maji huchukua dakika moja kuchoma, sakafu inatoa sauti ya kushindwa sehemu za ajabu, na mbwa wa majirani anabweka kama saa kila usiku saa 3. Lakini hatukujali. Tulikuwa na samani za mkono wa pili, sufuria na kikaango zilizoridhiwa, na godoro kutoka kwa wazazi kwa miezi miwili ya kwanza. Hata hiyo haikujali. Tulikuwa tukiunda kitu pamoja. Zawadi alifanya kazi katika duka la nguo za wanawake kama mwenye kuonyesha bidhaa, kukunja, kupanga, kuvaa mannequin na kusaidia watu kuchagua nini cha kuvaa kwa tarehe za kwanza au mahojiano ya kazi. Alikuwa na jicho la rangi kila wakati. Alisema alijisikia hai kuwa karibu na vitambaa na mitindo, hata kama saa zilikuwa ndefu na wateja wakali. Mimi nilifanya kazi katika ofisi ya ukubwa wakati iliyoshughulikia nyaraka za wateja. Si kazi ya fahari, lakini thabiti. Rekodi za karatasi, ripoti, fomu nyingi. Sehemu kubwa ya kazi yangu ilikuwa kuandika vitu ambavyo wengine hawakutaka kuandika. Sikuchukia. Ruti haikunipa amani. Hatukuogelea katika dhahabu, lakini tulifanikiwa. Kodi ililipwa kwa wakati. Vyakula vilitolewa. Tulikuwa na gari la zamani lililokuwa likilia lilipopanda milima, lakini lilitufikisha pale tulipohitaji kwenda.
Alikuwa akininyang'anya blanketi kila usiku. Hakukubali. Niliamka nikiwa nimeganda, naye akijikunja kama burrito, amelala sana. Sikulalamika kamwe. Niliingia karibu na kuchukua kona. Nakumbuka Jumapili moja alasiri, karibu miezi mitatu baada ya ndoa, alipika maandazi akiwa amevaa kanzu, nywele zikiwa zimefungwa vibaya, na muziki ukiimba kwa sauti kubwa kutoka kwenye spika. Alikuwa anacheza karibu na kijiko kama alikuwa jukwaani, akiimba kwa sauti kubwa. Niliegemea kwenye mlango na nikafikiria, hii ndiyo furaha. Hakuna fataki, tu maandazi na uimbaji usio na sauti. Watu hukwambia upendo ni jambo la kusisimua, linalokubwa. Na ndiyo, wakati mwingine ni hivyo. Lakini kwa Zawadi ilikuwa kimya zaidi, laini. Kama kupata sweta yako unayopenda na kugundua bado inakufaa baada ya miaka yote. Kwa hiyo ndiyo, wakati huo nilifikiri nina kila kitu. Nilikuwa na rafiki yangu wa karibu, mke wangu, na mustakabali mbele yangu. Tulikuwa na hadithi, uaminifu, na utani wa ndani zaidi kuliko nilivyoweza kuhesabu. Kile sikuweza bado kuona ni kwamba nyufa zilikuwa zinaanza tayari chini ya uso. Na mapema au baadaye, kila kitu tulichojenga kingeanguka. Lakini katika siku hizo za kwanza, nilifikiri tulikuwa hatuharibiki. Haikutokea yote kwa mara moja. Hiyo ndiyo sehemu inayonigusa kila wakati ninapokumbuka. Hakukuwa na radi, hakuna ugomvi wa kelele, hakuna bendera nyekundu kubwa iliyokuwa ikizunguka angani. Ilikuwa zaidi kama kuvuja polepole kwa tairi, kimya, rahisi kukosa, mpaka siku moja unajikuta umesimama kando ya barabara ukijiuliza jinsi ulivyofika hapo. Karibu miezi 6 baada ya ndoa, Zawadi alianza kubadilika. Mwanzoni zilikuwa mambo madogo. Alirudi nyumbani baadaye kuliko kawaida kutoka dukani. Alisema walikuwa wanapanga tena ghala, kufanya hesabu, kuchelewa kwa sababu mtu alikuwa mgonjwa. Ilikuwa na maana. Sikufikiria sana. Saa za biashara ni za ajabu, hasa na timu ndogo. Aliondoa viatu, akatupa begi kwenye kiti, akapumua kama alikuwa amekimbia mbio, na akasema alikuwa amechoka. Nilimuuliza siku ilikuwaje, naye akatikisa mabega, akasema kitu kama kawaida, na akaenda moja kwa moja bafuni. Wakati mwingine alikaa hapo kwa nusu saa nzuri. Tu kimya nyuma ya mlango na sauti ya maji yanayotiririka. Nilianza kula chakula cha jioni peke yangu mara nyingi zaidi. Hapo awali tulikuwa na kitu hiki, ruti yetu ndogo hii, ambapo tulikaa kwenye sofa baada ya chakula cha jioni, miguu yake juu ya magoti yangu, tukitazama chochote tulichokubaliana. Alinirusha popcorn kila ninapokisia mwisho mapema sana. Lakini hata hiyo iliisha. Sasa alikuwa anaenda moja kwa moja kulala, au akasema ana maumivu ya kichwa, au kwamba anahitaji kupata barua pepe. Sikuwahi kuona laptop iliyofunguliwa hata hivyo. Wikendi zilikuwa muda wetu. Tulienda soko la mitaa, tukachukua sandwichi za kiamsha kinywa kutoka kiosk, na tukazunguka maduka katikati. Sasa zaidi na zaidi alikuwa na mikutano. Siku ya mabinti, alisema akivaa buti. Halima anataka kula chakula cha mchana na labda kuzunguka maduka. Marafiki wa zamani wa shule wanakuja mjini. Saida anapitia wakati mgumu, nilimwambia nitamfikia. Sikutilia shaka. Si mwanzoni. Zawadi alikuwa daima mwenye urafiki. Alikuwa aina ya mtu anayeweza kuzungumza na mtu yeyote na kumfanya ahisi kama anamjua kwa miaka. Niliipenda hiyo kwake. Niliipenda kwamba watu walimthamini. Lakini mara nyingi ilianza kunilemea. Ilionekana alikuwa daima mbali, daima amechoka, daima mahali pengine. Na alipokuwa nyumbani hakukuwa kweli. Nilijaribu kutokuwa aina ya mtu mwenye kushikamana. Nilimpa nafasi. Nilijiambia ni kipindi kikali tu, kwamba atarudi. Nilijikita kazini, nikaenda nyumbani baadaye usiku kadhaa, nikasafisha nyumba wikendi, nikifikiria labda kama mambo nyumbani yangekuwa tulivu zaidi, angerudi na kufunguka. Aliacha kucheka utani wangu, hata zile alizopenda.
Aliacha kunicheka asubuhi kwa nywele zilizonyooka au jinsi nilivyopoteza funguo kila wakati. Alinipigia simu wakati wa chakula cha mchana tu kusema habari. Sasa nilipata ujumbe kidogo sana. Ukiuja ulikuwa emoji ya kidole gumba juu. Kulikuwa na jioni moja, nakumbuka wazi sana, niliandaa chakula chake anachopenda, kuku wa limau na pilipili, viazi zilizopondwa, karoti zilizochomwa na thime. Yote yalikuwa tayari saa 19. Niliwasha hata mshumaa ingawa tulikuwa sisi tu. Nilikaa mezani nikitazama saa ikipita saa 20, kisha saa 21. Aliingia kidogo kabla ya saa 22 akinuka manukato ambayo haikuwa yake. Alisema yeye na Halima walikwenda kunywa kitu baada ya ununuzi na wakapoteza muda. Hakugusa sahani niliyoandaa. Alibubu sina njaa na akaenda kunawa uso. Usiku huo nililala kitandani nikisikiliza pumzi yake. Mgongo wake ulikuwa umegeuka kwangu. Hapo awali niliweza kulala kwa mdundo huo. Lakini sasa ilisikika kama mawimbi yanayovunjika mbali zaidi na zaidi. Nilijiambia nilikuwa nikifikiria. Kwamba nilikuwa naongeza nikisoma sana. Namaanisha kila mtu hupitia vipindi ngumu, sivyo? Nilisikia wafanyakazi wenzangu wakizungumza mambo sawa. Mtu mmoja alisema mke wake alizungumza naye kidogo kwa mwezi baada ya ugomvi juu ya ununuzi. Mwingine alisema mchumba wake alikuwa akifanya ajabu kila mama yake anapokuja. Kwa hiyo nilijaribu kuamini ni hivyo tu, ajabu ya muda. Kitu tutakachocheka baadaye. Lakini hata hivyo, umbali uliendelea kukua. Niliandaa kahawa asubuhi na nikamwaga kikombe kwa desturi, ili kuikuta haijaguswa saa baadaye. Viatu vyake vilikuwa mahali ambapo sikutarajia. Nguo zake zilianza kunuka manukato yenye nguvu zaidi, kitu chenye viungo na maua, si vanila ya kawaida. Na alikuwa na pete mpya za masikio. Vitu vidogo ambavyo sikuwa nimeona hapo awali. Aliacha kuniuliza kuhusu siku yangu kabisa. Nilirudi nyumbani, nikamwambia hadithi kutoka ofisini, naye akainua kichwa, macho kwenye simu, akijibu kidogo sana. Mara moja nilimwambia bosi wangu alipongeza ripoti yangu na kuniuliza nisaidie mtu mpya. Alisema nzuri bila kuangalia juu. Ilikuwa kama kuishi na mtu asiyejulikana. Hapana, mbaya zaidi. Kama kuishi na roho ambayo bado inasafisha meno karibu nami lakini haionioni tena. Hata hivyo, sikuuliza bado. Sikushinikiza. Nilijiambia nilikuwa mume mzuri kwa kumwamini. Lakini ndani nilijua kitu hakikuwa sawa. Ilikuwa Alhamisi, mwanzo wa majira ya kuchipua. Aina ya siku ambapo hewa inanuka safi kidogo, kama mji unaanza kukumbuka harufu ya vitu vya kijani. Zawadi alikuwa na siku ya mapumziko kutoka dukani, si ajabu walibadilisha saa kila wiki chache. Asubuhi hiyo alijitengenezea smoothie kwenye blender, ile ambayo daima ilisikika kama inatafuna mawe. Nilikuwa ninafunga viatu mlangoni aliposema anaenda kumtembelea rafiki wa zamani anayeishi katika mji wa karibu si mbali. Alisema miaka imepita na wataongea, labda watafanya ununuzi, wachukue chakula, labda atarudi baadaye. Sikufikiria mara mbili. Nilimbusu haraka shavuni na nikamwambia afurahi. Ilikuwa jinsi alivyotabasamu niliposema. Kidogo kwa nguvu sasa ninapokumbuka. Kama ilikuwa na kingo. Lakini sikuiona wakati huo. Kazi ilikuwa polepole siku hiyo. Nyaraka nyingi za wateja zilifika na vichwa vibaya na nilitumia sehemu kubwa ya alasiri kuzirekebisha mstari kwa mstari. Mgongo uliniuma kwa kukaa muda mrefu. Karibu saa 18:30 niligundua hatuna maziwa na nikafikiria kutembea hadi duka la pembeni kuchukua na kunyoosha miguu. Anga bado ilikuwa na mwanga kidogo. Nakumbuka nilipopita mzee yule anayecheza harmonika kila wakati. Nilimsalimu. Alirudisha. Niligeuka kona karibu na duka na karibu ni mgonge Mwita, rafiki wa zamani wa shule ambaye sikuwa nimemwona kwa miaka miwili. Tulicheka wote, ile kicheko cha nusu mshangao, nusu usiamini ni wewe. Tulikaa hapo tukiongea juu ya kitu chochote.
Aliniambia amerudi mjini hivi karibuni, ana kazi mpya katika duka la sehemu za gari la mjomba wake. Aliuliza kama bado niko na zawadi. Nilitabasamu na nikasema, ndiyo, tulioa mwaka jana. Alitabasamu, akanipiga bega na akasema kitu kama ilikuwa wakati. Na kisha kwa urahisi kama kitu chochote alisema, ebu, nilimwona Zawadi mapema leo, karibu saa 7 nadhani. Alikuwa akitembea karibu na baa katikati. Nilikuwa karibu kusalimu, lakini alikuwa akitembea haraka. Ilionekana hakutaka kusumbuliwa. Nilihisi kitu cha ajabu kinipita ndani wakati huo. Si hofu kabisa. Si kuchanganyikiwa kabisa. Tu baridi. Aina ya hisia unayohisi taa inapopepesuka na kwa sekunde unajiuliza ni taa au wiring. Baa aliyoitaja, mahali padogo konani na miavuli mibaya ya kijani, haikuwa karibu na njia yoyote ya basi inayokwenda mji wa karibu. Badala yake ilikuwa upande mwingine. Hakuna kituo karibu, hakuna sababu ya kuwa huko kama alikuwa anaondoka mjini. Sikusema chochote cha hayo kwa Mwita. Niliinua kichwa tu, nikasema kitu kama ndio na nikabadilisha mada. Tuliongea kidogo zaidi kabla ya kuachana. Yeye alikwenda upande mmoja, mimi niliingia dukani. Nilikaa kwenye korido ya maziwa muda mrefu zaidi kuliko nilivyohitaji. Nilitazama safu za kartoni na nikafikiria tena hadithi yake ya asubuhi. Rafiki gani tena? Hakusema jina. Tu urafiki wa zamani. Je, alichukua kitu? Sikumbuki kuona begi. Nadhani alitoka na begi ndogo tu. Alisema atarudi baadaye. Sauti yake ilikuwa nyepesi, rahisi. Hakuna mvutano. Lakini hata hivyo, baa ilinibaki akilini kama mwiba chini ya soksi. Nilijaribu kuieleza. Labda alikuwa na muda wa kuwa kabla ya basi. Labda alikuwa anakunywa kahawa kabla ya kuondoka. Labda rafiki alikuja kumlaki mjini. Labda nyingi. Lakini ile baridi nilihisi Mwita alipotaja jina lake. Hiyo haikutoweka. Niliporudi nyumbani, nyumba ilikuwa kimya kama kawaida. Niliweka maziwa frijini na nikakaa kwenye sofa, nikibadilisha vituo bila kutazama chochote. Niliendelea kutazama saa. Karibu saa 21 alipoingia, nywele zikiwa zimevurugika kidogo na upepo, mashavu mekundu kama alikuwa amecheka. Alinitabasamu, akavua viatu na akasema, hutaamini msongamano wa kurudi. Nilimuuliza kama alifurahi. Alisema ndiyo, kwamba walizungumza kila kitu, kwamba ilikuwa nzuri kuona mtu wa siku hizo. Kisha akapita karibu nami akiimba wimbo na akaenda kuoga. Nilitazama mlango baada ya kuufunga. Mvuke ulianza kupanda chini ya ufa na niliweza kusikia maji yanayotiririka. Sikumuuliza kuhusu baa. Sikumtaja Mwita. Sikusema neno. Lakini kitu kilikuwa kimebadilika. Nilihisi tumboni. Kitu hakikuwa sawa. Baada ya kukutana na Mwita nilijaribu kuivuta. Nilijiambia lazima kuwe na maelezo mazuri. Zawadi hangenidanganya, sivyo? Tulikuwa pamoja muda mrefu sana, kwa hiyo nilijaribu kurudi kawaida. Kazi za nyumbani, kupika chakula cha jioni kwa wawili, hata ilipoonekana kula peke yangu. Lakini ile baridi tumboni haikutoweka, ilikuwa imekaa ndani zaidi, kama inajenga nyumba huko. Nilianza kuzingatia zaidi vitu vidogo. Alipotoka, aliporudi, alivyovaa, alivyozungumza. Sikujivunia. Sikutaka kuwa aina hiyo, mume mwenye wasiwasi anayetembea nyumbani kwake akihoji kila neno la mke wake. Lakini kitu kilikuwa kimepasuka ndani yangu na sikuweza kuifunga tena. Jumamosi moja, karibu wiki moja baadaye, alisema anaenda dukani. Hakuna ajabu. Orodha ya ununuzi mkononi, begi begani, sauti ile ile ya kawaida aliyotumia daima. Unahitaji kitu? Aliuliza. Nikasema hapana. Nilikungoja mpaka mlango ukafungwa kwa click, nikatoa dakika 5 zaidi, kisha nikachukua funguo na nikatoka. Sikumfuata karibu.
Nilijificha nyuma, nikijificha nyuma ya magari yaliyoegezeka, nikijifanya ninakagua simu anapotazama karibu. Alienda dukani kama alivyosema. Aliingia. Nilikungoja upande wa pili wa barabara kama mhusika wa mfululizo mbaya wa televisheni, moyo ukipiga, mikono ikiwa na jasho bila sababu nzuri. Dakika 10 baadaye alitoka na mifuko miwili ya vitu: mboga, sabuni, pakiti ya raba iliyokuwa ikionekana juu. Vitu vya kawaida. Alirudi nyumbani kwa miguu. Nilikaa nyuma mpaka aliingia, kisha nikamfuata. Nilijisikia mjinga. Nilifanya kitu kile kile siku chache baadaye. Matokeo yale yale. Alisema anaenda ofisi ya posta. Nikamfuata tena. Alienda ofisi ya posta, akatuma kifurushi na akarudi moja kwa moja nyumbani. Karibu nijicheke. Nilifanya mara 3 zaidi, kila moja na matokeo yale yale. Duka. Kurudi. Ofisi ya posta. Kurudi. Mara moja alienda kukata nywele. Alitoka na bangili fupi akinywa kahawa. Alirudi nyumbani akiimba wimbo. Kila wakati nilijisikia vibaya zaidi kwa ajili yangu, kama nilikuwa ninapoteza akili bure. Lakini kisha ilitokea kutoka namba 6. Ilikuwa Alhamisi alasiri. Alisema anaenda nyumbani kwa rafiki yake Halima kwa saa chache. Halima aliishi karibu na katikati katika moja ya majengo ya matofali ya manjano yenye balkoni zilizochakaa na mimea kwenye dirisha. Nilikuwa nimekuwa huko mara moja au mbili hapo awali, hata nilimsaidia Halima kuhamisha rafu ya vitabu mara moja wakati kaka yake alipokosa. Kwa hiyo Zawadi alipotoka alasiri hiyo, nilingoja dakika 5 za kawaida, kisha nikamfuata. Lakini hakuelekea katikati. Alienda upande mwingine, kupita daraja la zamani la watembea kwa miguu, kuelekea sehemu ya mji ambapo hatukuwa tunaenda kawaida. Majengo ya zamani zaidi, barabara zilizopasuka, maduka machache yaliyochakaa yaliyoonekana hayajafunguliwa tangu miaka ya 90. Alitembea haraka, kichwa chini, kama hakutaka kuonekana. Nilijishika mbali lakini sikumpoteza. Aligeuka barabara ya upande, akasimama mlangoni, akakagua simu, kisha akafunguliwa katika jengo ambalo sikulifahamu. Hakika si nyumba ya Halima. Nilivuka barabara na nikakaa kwenye benchi ya basi, nikijifanya ninakagua barua pepe huku akili yangu ikikimbia. Nilikingoja. Dakika 10 zilipita. Kisha 20. Kisha saa 1. Bado hajatoka. Nilitazama madirisha, nikaona mwendo kwenye ghorofa ya pili, kivuli kinachopita, labda chake. Sikuweza kusema. Karibu saa 2 nikaona mlango wa mbele ukifunguka. Alitoka peke yake, akirekebisha nywele, simu mkononi. Alionekana ametulia. Si kama alikuwa amefanya mazungumzo marefu na rafiki wa zamani. Si kama mtu anayeharakisha kurudi nyumbani. Hakuniona. Aligeuka na akarudi njia ile ile aliyokuja. Nilimwacha aende mbele, kisha nikamfuata kwa umbali salama hadi nyumba yetu. Aliingia kama siku nyingine tu. Nilingoja dakika 5, kisha nikaingia baada yake. Alikuwa jikoni akijimimina glasi ya maji. Alinitabasamu kama hakuna kitu kilitokea. Lo, nyumba ya Halima ni baridi sana, alisema akisugua mikono. Nilimwambia anahitaji insulation bora au angalau joto. Niliinua kichwa nikasema kitu kama ndiyo labda, na nikaenda sinkini, mikono ikitetemeka kidogo. Hakugundua. Alikuwa busi sana kutelezesha simu. Sikuuliza maswali. Sikukabiliana naye. Nilisimama tu hapo nikitazama mvuke kutoka kahawa yangu ukipanda angani, nikifikiria jengo lisilojulikana, eneo lisilojulikana, na jinsi alivyodanganya bila kufumba macho. Tumbo lilinifinya. Alitabasamu. Nilitabasamu. Lakini kitu ndani yangu kilikuwa kimeanza kuwa gumu. Sikutaka kuamini. Hata baada ya kumwona akiingia katika jengo hilo lisilojulikana. Hata baada ya uongo na tabia ya ajabu na kuoga usiku. Sehemu yangu bado ilishikamana na matumaini kwamba kuna maelezo yanayofaa. Labda nilikosea.
Labda nilielewa vibaya kitu. Lakini sehemu hiyo ilikuwa inakuwa ndogo na kimya zaidi. Mara nyingine aliponiambia anaenda kwa Halima, sikungoja nyuma. Asubuhi hiyo nilijifanya hakuna kitu. Niliandaa mayai. Nikaongea juu ya hali ya hewa. Alisema anaondoka sasa. Si kwa muda mrefu. Alionekana mwepesi, labda hata furaha. Alinibusu shavuni akaniambia ananipenda. Sauti yake ilikuwa rahisi, laini, hakuna kusita. Alipogeuka nilikagua saa. Saa 11 na dakika 42. Saa 11 na dakika 50 nilikuwa nje ya mlango. Nilichukua njia tofauti na yake, nikizunguka vichochoro vichache mpaka nikafika jengo lile lile la zamani. Hatua ile ile iliyopasuka. Mlango ule ule wa rangi ya kutu. Niliingia ndani nyuma ya mjumbe na nikapanda moja kwa moja ngazi. Kuta zilikuwa zinanuka rangi ya zamani na ukungu. Taa zilikuwa zikipepesuka. Nilichagua mahali karibu na dirisha kwenye barabara na nikakingoja. Dakika 15 baadaye niliona kupitia dirisha alipokaribia barabara. Alikuwa amevaa koti ile ile ya kijani aliyokuwa akiivaa siku za baridi, nywele zikiwa zimefungwa katika chignon huru na isiyo na mpangilio aliyoweza kufanya bila juhudi. Simu mkononi. Aliendelea kuitazama. Aliingia jengo na akaanza kupanda ngazi. Mimi nilipanda juu kidogo na nikajificha kwenye vivuli. Kwa kona ya jicho niliona akifika ghorofa ya 3. Alitembea koridoni kisha akasimama mlangoni mwisho. Alibisha mara 2 na akakingoja. Mlango ukafunguka. Aliingia. Moyo wangu ulipiga kama nilikuwa nimekimbia kilomita. Mdomo ulikuwa mkavu. Mikono ilitetemeka, si kwa baridi, bali kwa aina ya hofu kimya inayokupiga unapokaribia kugundua kitu usichoweza kusahau. Nilikaa nimeganda kwa nusu saa tu, nikipumua ndani na nje, nikijaribu kutotembea. Kisha nilitembea koridoni. Nilipiga kengele ile ile. Hatua zilifika mlangoni. Kisha ukafunguka. Mwanamume alikuwa mbele yangu. Karibu miaka 40, labda katikati. Mrefu, mwenye ndevu. Alikuwa amevaa suruali za mazoezi na shati la zamani. Alionekana amechanganyikiwa. Kama alikuwa ametolewa tu kutoka usingizi au hakutarajia kampuni. Unataka nini? Aliuliza. Sikusema neno. Nilimsukuma na nikapita. Hakunizuia. Aligeuka tu kutazama akishangaa, lakini hakunyosha mkono. Labda alijua. Miguu ilionekana kama vitalu vya saruji nilipotembea koridoni nyembamba, kupita jikoni, kupita koti iliyoning'inia kwenye kiti, kupita sauti ya muziki laini kutoka kwenye spika ya simu. Kisha nilifungua mlango wa chumba cha kulala. Hapo alikuwa Zawadi, bila nguo. Amekaa, miguu imevuka kwenye kitanda cha mtu mwingine, simu bado mkononi, earphone katika sikio moja. Nywele zikiwa zimevurugika kidogo, mashavu mekundu. Blanketi ilikuwa imekunjwa karibu na kiuno kama alikuwa ametulia sekunde chache kabla. Macho yake yalikuta yangu na kwa sekunde 5 kamili hakuna mtu alisema chochote. Wala yeye. Wala mimi. Wala yule mtu koridoni. Ilionekana ameona roho. Sikulia. Sikutukana. Nilisimama tu hapo nikitazama msichana niliyekulia naye. Msichana niliyempenda tangu ujana. Msichana niliyefikiria kujenga maisha, kuzeeka, kulea watoto. Yote yamekwenda. Nilijua, nikasema. Hiyo ndiyo yote niliweza kusema. Sauti yangu ilikuwa kimya lakini kali. Ilionekana maneno pekee yaliyobaki. Niligeuka, nikaongeza ngumi na nikaipiga ukutani karibu na mlango kwa nguvu yote niliyokuwa nayo. Plasta ilipasuka chini ya vidole. Shimo lilienea kama utando. Sikungoja jibu. Sikumpatia nafasi ya kueleza. Nilitoa simu, nikatabasamu kwa kukwepa, nikapiga picha chache haraka na nikatoka. Kupitia koridori.
kupita mwanamume katika suruali za mazoezi ambaye bado hajahama kutoka mahali pake. Lakini nilipomsukuma tena kwa nguvu zaidi kuliko mara ya mwisho, alihama. Chini ya ngazi, hatua polepole. Mkono uliniuma. Kifua kilionekana kimepasuka. Nje hewa ilikuwa baridi na kali. Nilisimama hapo kwa muda nikitazama utupu. Dunia ilionekana sawa kabisa na asubuhi hiyo. Barabara zile zile zilizopasuka. Mawingu yale yale ya kijivu yanayozunguka angani. Lakini kitu ndani yangu kilikuwa kimevunjika. Na nilijua hakuna kurudi. Hakurudi nyumbani usiku huo. Asubuhi iliyofuata sikula. Sikuwasha televisheni. Hata sikuwasha taa. Nilikaa tu mezani jikoni nikitazama pete ya maji juu ya mbao pale kikombe chake cha kahawa kilipokuwa kila asubuhi. Inashangaza kile kinachobaki akilini wakati ardhi imetolewa chini yako. Saa 9 nilikuwa simuni na wakili. Hakuna mgawanyo wa mali. Hakuna mali ya pamoja. Hakuna akaunti yenye majina yetu yote. Hatukuwa tumeoa muda mrefu wa kutosha kukusanya mengi. Tu mkataba wa kukodisha, samani chache, gari kwa jina langu na ndoto iliyokufa. Hakujua nimepiga simu. Sikumwambia. Sikutaka kuzungumza. Sikutaka kusikia sauti yake tena mpaka iwe kujibu swali mahakamani. Siku nzima hakujitokeza nyumbani. Nadhani alijua kinachokuja. Alipoingia karibu saa 20, anga nje ya dirisha tayari bluu kijivu, nilikuwa nimekaa mahali pale pale. Bado sikula. Kisha nilianza tu kumwepuka. Wakati nyaraka za talaka zikiandaliwa, nilirudi nyumbani baadaye. Sikuzungumza naye. Nililala kwenye sofa sebuleni. Na kisha karibu siku 10 baadaye nilipata nyaraka. Alirudi nyumbani jioni. Akasimama kizingiti, funguo mkononi. Uso wake ulikaza alipoona folda mikononi mwangu. Habari, alisema kwa sauti ya chini kama anajaribu kupima joto la chumba. Nilisukuma folda mezani. Isome. Alifumba macho. Alikuja mbele polepole kama anaogopa kitu kinaweza kulipuka. Aliketi, akaifungua na akaanza kusoma. Nilitazama macho yake yakitembea haraka mwanzoni, kisha polepole. Midomo ilifunguka. Pumzi ilikwama. Kisha machozi yakaja. Alilia haraka na kwa fujo, akifuta uso kwa nyuma ya mkono, akitikisa kichwa mara nyingi. Fadhili, tafadhali. Sikutaka, ilikuwa kosa. Mara moja tu. Nilikuwa nimechanganyikiwa na hapa. Nilimtazama mwanamke niliyekulia naye, aliyekijua nafaka yangu anayopenda, na akacheka utani wangu wa kijinga hata wakati hakuna mwingine aliyefanya. Na nilihisi hakuna. Hujachanganyikiwa, nikasema. Sauti yangu ilikuwa bapa. Wewe ni tu maskini, mdudu mdogo wa kuhuzunisha aliyevunja maisha yangu yote, kipande kilichochomeka ngozini mwangu, dandruff nywele zangu, uchafu chini ya kucha. Ilikuwa kali, lakini niliisema na iliniondolea uzito kutoka rohoni. Maneno yalibaki hapo kama moshi. Uso wake ulibadilika. Machozi yaliendelea, lakini kitu ndani yake kilipasuka wakati huo. Aliegemea nyuma ya kiti kama nilikuwa nimepiga kwa matofali. Mabega yalianguka. Mikono ilitetemeka alipojaribu kuzungumza, lakini hakuna sauti ilitoka. Na sikujali. Hatukugombana. Hatukulia. Hakukuwa na monologu ya dramatiki au jaribio la kukata tamaa la kunifanya nikae. Tu kimya. Aina inayojaza chumba wakati kila kitu tayari kimevunjika na hakuna kitu zaidi cha kutupa. Alitoka usiku huo. Alichukua mifuko michache, koti, na akaacha ufunguo juu ya kaunta. Hakusema kwa heri. Nilimtazama akitoka mlangoni bila neno. Kliki ya kufuli nyuma yake ilisikika ya mwisho. Nilingoja siku chache, kisha nikapakia vitu vyangu. Nilimwambia mwenye nyumba tunaondoa mkataba wa kukodisha mapema. Alibubu, lakini hakushinikiza. Niliacha sehemu kubwa ya samani.
Nilichukua nguo tu, vitabu, sanduku chache za kumbukumbu ambazo bado sikuwa nimeamua kama nitaweka au kutupa. Sikutaka kitu chochote kinachonikumbusha yeye. Nilihamia kwa wazazi wangu kwa muda. Dakika 30 nje ya mji. Nyumba yao ilikuwa kimya, iliyoingia katika barabara ya mwisho yenye usingizi na kengele za upepo kila veranda na masanduku ya posta bado yanapokea magazeti. Mama yangu hakuuliza maswali mengi. Baba yangu aliinua kichwa tu nilipoingia mlangoni na mifuko miwili ya kusafiria na uso uliochoka. Nilipanga kambi katika chumba changu cha zamani cha utotoni. Bango zile zile ukutani. Kitanda kile kile kinachotoa sauti. Chumba kilionekana kidogo sana, kama kilijengwa kwa mtu mwingine. Mtu ambaye hakuwa ameona tu maisha yake yakianguka katika nyumba ya mgeni. Siku zilichanganyika. Nilienda kazini. Nilirudi. Nilila kimya. Nilijibu ujumbe kwa maneno moja. Sikuwaambia wengi kile kilichotokea. Marafiki wachache wa karibu walijua. Bosi wangu hakushinikiza. Labda aliona kutoka usoni mwangu. Baadhi ya usiku nililala kitandani nikitazama dari, nikifikiria yote niliyokosa. Jinsi manukato yake yalivyobadilika. Kuoga usiku. Pete mpya za masikio. Ishara zote niliyojambia hazijali. Zilijali. Jioni moja nilipata picha zetu za harusi katika sanduku ambalo sikuwa nimefungua. Nilifungua albamu na nikapitia kurasa chache. Tabasamu yake, jinsi alivyoniangalia, jinsi nilivyomwangalia. Kama tulijua kitu ambacho hakuna mwingine alijua. Nilifunga. Nilirudisha sandukuni. Nilisukuma mwisho wa kabati. Toleo hilo lake halikuwepo tena. Wala toleo langu lililomwamini. Baada ya vumbi kutulia na nyaraka kuwekwa, kila kitu kilikuwa kimya. Talaka ilienda kimya zaidi kuliko nilivyotarajia. Nilikuwa nimeridhika na matokeo. Tuligawanya mali ya pamoja na tukaenda njia tofauti. Hakuna tena ugomvi wa usiku au uongo unaotoka kwenye nyufa. Hakuna tena kungoja mtu aliyekuwa ameniondoka kila njia isipokuwa kimwili. Kimya kilichofuata hakikuwa chenye kelele au cha huzuni, kilikuwa tulivu. Na kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu niliweza kupumua. Nilijitupa kazini. Ofisi ambapo nilishughulikia nyaraka za wateja ilikuwa daima thabiti, lakini sasa ikawa dunia yangu yote. Nilikaa mpaka usiku. Nilichukua miradi ya ziada. Nilifidia mapungufu pale wengine hawakufanya. Sikutaka kuthibitisha chochote. Nilihitaji tu kuvuruga. Ruti ilikuwa nzuri kwangu. Ilitoa sura siku zangu tena. Bosi wangu aligundua. Miezi michache baada ya talaka kukamilika, alinipa kupandishwa cheo, majukumu zaidi, malipo bora, ofisi yangu yenye mlango unaofunga kweli. Miezi 6 baadaye, nyingine. Nilikuwa nikienda vizuri, lakini muhimu zaidi, nilihisi nina manufaa. Sikuwa tu yule aliyesalitiwa. Nilikuwa yule anayefanya mambo kutokea, anayeyamaliza. Lakini karibu mwaka wa pili nilianza kuhisi kutulia. Kama nilikuwa nimefikia dari. Niliendelea kufikiria jinsi nilivyojenga ndoto ya mtu mwingine, si yangu. Daima nilipendezwa na teknolojia, vifaa, zana, kitu chochote chenye waya au skrini. Kwa hiyo nilianza kuchunguza, kusoma, kujifunza kila kitu niliwezacho kuhusu biashara ya umeme. Nilihifadhi kila senti niliyoweza. Niliishi kidogo. Hakuna likizo. Hakuna anasa. Tu hatua za tahadhari. Mwaka wa 3 niliacha ofisi na nikafungua duka dogo upande wa magharibi wa mji. Haikuwa ya fahari, tu sehemu nyembamba katika uwanja nusu tupu wenye taa zinazopepesuka na ishara zilizofifia, lakini ilikuwa yangu. Tuliuzia laptop zilizorekebishwa, vifaa vya simu, spika zisizo na waya, vitu vyote watu hawajui wanahitaji mpaka waingie. Miezi ya kwanza ilikuwa ngumu. Saa ndefu. Hakuna watu wengi. Nilisimamia dawati mwenyewe. Lakini polepole ilianza kufanya kazi. Kisha ikaja duka la pili.
Hili katika sehemu yenye watu wengi zaidi ya mji, karibu na chuo kikuu. Kisha la tatu upande wa mashariki. Miaka 5 baada ya kutoka ndoa yangu na valisi na moyo uliovunjika, nilikuwa na maduka 6 na duka la mtandaoni linalokuwa. Tulituma nchi nzima. Jina langu lilikuwa kwenye kampuni na alama zangu zilikuwa kila sehemu yake. Nilinunua nyumba. Si vila, si kipande cha kuonyesha tu, mahali pazuri thabiti chenye ukumbi mkubwa na gereji nyuma. Ilikuwa katika barabara tulivu iliyopakana na miti ya maple. Majirani zangu walikuwa aina inayosalimu unapopita, lakini hawaulizi maswali mengi. Niliipenda hivyo. Kwa mara ya kwanza maishani mwangu nilichagua samani zangu. Sofa ya ngozi nyeusi, rafu nzito za vitabu, meza ya jikoni isiyoyumba. Kila kitu mahali hapo kilikuwa changu. Hakuna kumbukumbu zilizounganishwa. Hakuna roho pembezoni. Na nilinunua gari niliyokuwa nikiota daima. Gari la kifahari la bluu ya usiku wa manane, aina ya zamani iliyopinda kama wimbi la maji, si la kujivunia lakini lenye utu. Sikulinunua ili kuvutia mtu. Haikuwa ya kujivuna. Ilikuwa kitu nilichochora kwenye kingo za madaftari yangu shuleni, wakati maisha yote yalikuwa mipango na uwezekano. Kukaa nyuma ya usukani kunifanya nihisi tena yule mvulana, kabla yote yasiwe magumu. Kwa upendo vizuri, nilikutana hapa na pale. Hakuna cha uzito. Wanawake wachache wazuri, chakula cha jioni kimya, salamu za heshima. Sikuwa na uchungu, tu tahadhari. Nilijua maana ya kuweka imani yako yote kwa mtu na kuiona ikitupwa kama haikuwa na thamani. Sikutaka kuwa nusu ya kitu tena. Nilipendelea kuwa kamili peke yangu. Kuna amani katika upweke ambayo sikudhamini mpaka niliipata. Niliweza kurudi nyumbani, kuvua buti na kukaa kimya bila kujiuliza yuko wapi, yuko na nani, uongo gani unangoja nyuma ya tabasamu lake. Niliipenda kampuni yangu. Niliipenda kimya. Na niliipenda kuamka nikijua mtu pekee ninayepaswa kujibu ni yule kwenye kioo. Mabaki yalikuwa yameondolewa. Msingi ulikuwa mpya. Nilijenga maisha yangu kipande kwa kipande. Na ilikuwa thabiti. Miaka 5 imepita. Ilikuwa Jumanne jioni, kidogo baada ya saa 18. Aina ya siku ambapo anga inaanza kuwa bluu kijivu kirefu na hewa inapoa kidogo kukukumbusha majira ya joto yanaisha. Nilikuwa nimesimama katika moja ya maduka yangu, namba 4, lile karibu na kituo cha ununuzi, kukagua hesabu kabla ya kwenda nyumbani. Niliipenda kupita ghafla mara kwa mara, tu kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri. Sikuwa tu yule anayesaini hundi, bado niliipenda kuchafua mikono kidogo. Nilikuwa nyuma, nikikagua rejista ya usafirishaji na Hamisi niliposikia kengele ya mlango. Hakuna ajabu, watu waliingia na kutoka siku nzima, lakini kitu ndani yangu kilinifanya niangalie juu. Hapo alikuwa Zawadi. Alionekana tofauti na kwa namna fulani sawa kabisa. Nywele zilikuwa fupi sasa, zilizotunzwa zaidi, kama anajitahidi zaidi kuliko hapo awali. Alikuwa amevaa koti ndefu, buti nyeusi na alibeba begi la kifahari. Makeup ilikuwa nadhifu, midomo nyekundu kidogo sana. Alionekana kama mtu anayejaribu kuonekana mtulivu lakini anashikilia pumzi. Alifumba macho, akashangaa. Macho yalipanuka kidogo na akainamisha kichwa kama hawezi kuamini anachoona. Fadhili, alisema, sauti laini, tahadhari. Unafanya nini hapa? Nilimtazama kwa mpigo. Ninafanya kazi hapa. Hapo hapo Hamisi alitoa kichwa nyuma ya dawati na akaita, ebu bosi, unataka kuangalia nyaraka za kujaza tena? Kichwa cha Zawadi kiligeuka kama kilivutwa na uzi. Subiri, alisema akipunguza macho. Unafanya kazi hapa? Nilimpa tabasamu dogo. Hapana, nikasema. Ninamiliki mahali hapa. Sikujisimamisha kueleza. Nilipita karibu naye, mtulivu na thabiti, kama hewa kati yetu haikuwa imebadilisha uzito. Nilitoka kwenye maegesho, nikipumua kwa undani zaidi sasa, jioni baridi ikinigusa uso kama kitu kinachojaribu kuniamsha. Nilikuwa nusu njia kuelekea gari langu niliposikia tena kengele.
Sauti ya mlango ukifunguka. Kisha hatua za haraka nyuma yangu. Fadhili, subiri tafadhali, aliita. Nilisimama lakini sikugeuka mara moja. Niliweza tayari kuisikia katika sauti yake. Ile kukata tamaa. Ile sauti inayojulikana ambayo sikuwa nimesikia kwa miaka, si tangu meza ya jikoni na nyaraka za talaka. Nilikuwa mjinga, alisema akinifikia. Ninatambua sasa. Nimeomboleza kwa miaka. Mimi nilivunja kila kitu. Najua. Tunaweza kuzungumza. Niligeuka na nikamtazama. Kweli nikamtazama. Hakuwa mwanamke niliyekumbuka. Labda kwa sababu sikuwa mtu aliyekumbuka. Toleo langu ambalo lingeyeyuka kwa sauti yake au kung'aa kwa macho yake, lile lilikuwa limeondoka zamani. Sikumchukia. Nafasi aliyochukua maishani mwangu ilikuwa imeondolewa, matofali kwa matofali. Ungeweza kuwa na yote haya, nikasema. Lakini sasa huna chochote. Alitikiswa kama maneno yalimpiga kifua. Ondoka mbele yangu, nikaongeza, sauti ya chini na thabiti. Na usionekane tena karibu nami. Kwa sekunde nilifikiri anaweza kusema kitu kingine. Mdomo ulifunguka lakini hakuna kilichotoka. Alisimama tu hapo, tuli kama jiwe, akifumba macho kama hakujiandaa kwa mlango wa mwisho ukifungwa. Niligeuka, nikaenda gari langu, nikafungua mlango na nikaingia ndani. Kiti cha ngozi kilikuwa baridi dhidi ya mgongo. Niliangalia mara ya mwisho kupitia dirisha la mbele. Alikuwa bado amesimama hapo. Peke yake. Nilizungusha ufunguo. Injini ilirindima maisha. Nilitoka polepole kwa uangalifu. Niligeuka barabarani, nikaingia kwenye msongamano na sikutazama kwenye kioo cha nyuma. Sikumwona tangu wakati huo. Shiriki maoni yako kwenye maoni. Je, ni kweli kwamba ukidanganya mara moja, utadanganya daima, au watu wanaweza kubadilika? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utoe like.